Unyamani mambo sio shwari, tayari umekwisha kutoa thank you kwa kocha wake mkuu Dimitar Pantev baada ya kuweza kukitumikia kikosi hicho kwa miezi isiyopungua mitatu tangu alipojiunga na timu hiyo. Sidhani kama ameweza kumaliza zaidi ya miezi mitatu, na ni wengi waliweza kutabiri kwamba mwanetu hatoweza kufikisha Krismasi, kumbe hata Disemba 9 yenyewe hatoweza kuiona. Sasa taarifa rasmi ambayo imetolewa kwenye ukurasa rasmi wa Simba inaeleza hivi: taarifa kwa umma. Uongozi wa klabu ya Simba umefikia makubaliano ya pande zote mbili ya kusitisha mkataba na meneja mkuu Dimitar Pantev pamoja na wasaidizi wake wawili. Kwa sasa kikosi kitabaki chini ya kocha Selemani Matola wakati mchakato wa kutafuta kocha mwingine unaendelea. Imetolewa na bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba tarehe 2 Disemba 2025. Ni moja kati ya posti ambayo imeweza kupokea likes nyingi mno, zaidi ya 33,800, lakini pia comments zaidi ya 14.6, lakini repost zaidi ya 427. Kumbuka huyu alikuja wakati ambao Yanga walikuwa na struggle pia. Kwa hiyo kimbembe cha Yanga kimeisha, basi kikaamua kuhamia kimbembe kwa upande wa Simba. Ndio hivyo, tayari amekwisha kupewa mkono kwa heri. Tusubirie kuweza kuona timu ikiwa chini ya Selemani Matola ambaye amekuwa kikinoa kikosi hicho, ni mambo gani ambayo ataweza kuyaboresha, lakini pia kwa nini wasimwachie timu baada ya kuweza kustruggle na kukaa chini ya kivuli cha kocha msaidizi kwa zaidi ya miaka 5 hadi 6, tena sio 6, tunaweza kufika 10 tangu ambapo tumewahi kusikia au tumekuwa tukisikia kwamba Selemani Matola ni kocha msaidizi wa Simba. Kwa hiyo fahamu tu kwamba sasa hivi kikosi cha Simba kimebaki chini ya kocha Selemani Matola. Dimitar Pantev, pira mitatu, pira mihereni, pira ubisho mwingi, pira kama Lionel Messi limekata mapema mno baada ya kuweza kupokea matokeo mabovu kwenye hatua hii ya makundi ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. So tusubiri tu.